Msikilizaji, tunaingia kwenye sehemu hii ya mjadala wetu wa siku. Kama alivyokudokeza, serikali ya Marekani imetangaza kuzuia maombi ya uhamiaji kwa raia kutoka mataifa 19 duniani, hatua ambayo inaashiria kuongezeka kwa hatua za kuwaandama wahamiaji nchini Marekani. Mkuu wa usalama wa ndani Kristi Noem wiki hii alisema orodha ya nchi zitakazowekewa vigingi raia wake kuingia Marekani itaongezwa. Hadi sasa mataifa 19 yamewekewa marufuku kamili, na baadhi marufuku hiyo imewekwa kwa sehemu fulani tu, mfano Burundi. Kwenye mataifa hayo 19 imo Jamhuri ya Kongo, Chad, Togo, Sierra Leone, Eritrea, Guinea Ikweta, Libya na nchi kama Cuba, Myanmar, Iran, Haiti, Yemen, Afghanistan na nyingine. Lakini pia serikali ya Marekani imesimamisha mchakato wa kutoa green card kama unaifahamu, na uraia kwa watu kutoka mataifa ambayo yametiwa kwenye orodha ya marufuku kama Venezuela, Sudan na Somalia. Na mataifa 39 yamepewa masharti ya kutimiza kabla ya kujumuishwa kwenye orodha hiyo. Tanzania na Uganda zimo. Sasa tunalijadili suala hili, na kwenye mjadala huu tunataka kutazama athari za hatua hii ya utawala wa Rais Donald Trump. Nimewaalika mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa za kimataifa Saidi Msonga kutoka Dar es Salaam na mwandishi habari Mubelwa Bandio kutoka huko Marekani. Karibuni nyote, naambiwa mpo tayari. Asante sana. Asante sana. Nianze kwako Mubelwa, wewe upo hapo Marekani, na ukisikiliza alichokisema Trump na wasaidizi wake, nchi zinazofungiwa kuingia Marekani ni nchi za ulimwengu watatu ambazo tawala zake anasema zimeshindwa, yani nchi zinazotengeneza majambazi. Wamarekani wanakubaliana naye? Baadhi wanakubaliana naye. Kuna baadhi ya watu ambao kwao Donald Trump ni kama Mesaya, yani anaweza akasema lolote wakakubali, na kwa kweli nafikiri ndio siasa ambazo ameamua kuja nazo. Amekuja na siasa ambazo hakai kati, amekuja na siasa ambazo anajua kwamba ana sehemu ya kuwalisha watu kitu, na siasa nyingi ni sasa hivi ni kama vile kuja kutengua mambo mengi ambayo amefanya Joe Biden. Kwa hiyo wengi wana siasa ambao katika mrengo fulani wanaangalia na kusema kwamba yako mambo mengi ya kushughulikia, hasa katika nchi ya Marekani ambayo wanaamini yangeweza kufanywa, kwa mfano kuboresha uchumi na kila kitu, lakini sasa hivi amejikita zaidi kwenye mambo ambayo ni kama kuweka tu rekodi ya kwenda kinyume na mambo anayozungumzia Joe Biden, kwa sababu kumbuke katika sehemu ya taarifa ambayo imetolewa wamesema kwamba watakwenda kurudia na kuangalia upya kila interview ambayo ilifanywa katika nchi hizi kuanzia Januari 20, 2021. Januari 20, 2021 ndio siku ambayo Joe Biden aliingia madarakani, aliapishwa. Kwa hiyo hawaonekani kwamba wanataka kuchukua, hasa si swala la usalama kama wanavyosema, kwa sababu hawazungumzii ukweli kwamba huyu aliyesababisha yote, huyu raia wa Afghanistan ambaye amepiga risasi hawa askari wawili wa jeshi la ulinzi wa kitaifa, amepewa asylum, amepewa ile hadhi na serikali ya Donald Trump mwezi wa 4. Hawazungumzii hilo, ila wanazungumzia kwamba aliingia wakati wa utawala Joe Biden. Kwa hiyo wapo watu ambao wanaamini kabisa kwamba ni sehemu ya kampeni ambayo inaendelea, kwa sababu hivi karibuni umesikia kila kitu ambacho lakini amezitoa kwamba hawa watu waliingizwa tu hivi bila kufanyiwa kile kinachoitwa vetting au ukaguzi wa kina, kufahamu anatokea wapi, historia yake iko vipi na mambo mengine kama haya. Lakini swali ambalo hapa mimi najiuliza, Bwana Mubelwa, ni kitu gani ambacho analenga kufanikisha kwa hatua hii? Analenga kufanikisha kupata uungwaji mkono. Umezungumza vizuri, amesema kwamba wameingizwa hapa nchini isivyo halali, lakini kama nilivyosema, huyu aliingia kipindi cha utawala Joe Biden, lakini amepewa hadhi ambayo wakati huo inabidi tena wafanye marudio ya kuwachunguza hawa watu chini ya utawala wa Donald Trump. Kwa hiyo ni kama vile lawama zinakuwa zinahamia upande wa pili. Kurudi kwenye swali, anachojaribu kufanya ni kutafuta uungwaji mkono, kwa sababu kuna baadhi ya mambo yametokea hapa katikati, yale masuala ya mafaili kutoka kwa Epstein ambayo kidogo yameanza kumomonyoa uungwaji wake mkono, na anajua kwamba swala la usalama wa kitaifa ni kati ya masuala ambayo yanamfanya aonekane ni mtu thabiti zaidi kwa baadhi ya watu wanaomuunga mkono. Kuendelea kuyazungumzia kwa nani anavyozungumzia, lazima itaanza kupandisha kukubalika kwake miongoni mwa wale watu wa base yake ambao pengine walianza kumomonyoka katika uungwaji mkono. Na nikija kwako ndugu Saidi, Marekani tunafahamu ni taifa kubwa, na bila shaka mataifa yote duniani yanao umuhimu wa kushirikiana na Marekani katika muktadha huu. Nachotaka kukifahamu, hiki kinachofanywa na Marekani kina athari gani kwa Washington yenyewe na hata kimataifa? Athari ipo, kwa sababu kama ambavyo umesema, mataifa duniani yanaishi kwa kushirikiana,
bila kujali kwamba taifa hili lina nguvu kubwa za kiuchumi na mengine ni dhaifu kwa uchumi, lakini wale dhaifu na wao huwa wana mchango wao kutokana na udhaifu wao wa kuyasababisha mataifa makubwa ambayo yameendelea kiuchumi na yenyewe yakaweza kunufaika, kwa sababu ipo mifano ya wazi ambayo inadhihirisha kabisa kwamba mataifa makubwa nayo yamekuwa yananufaika pakubwa kutoka kwa mataifa maskini. Kwa hivyo kuna hali fulani ya kusaidiana na kutegemeana baina ya mataifa ambayo yana uchumi mkubwa na yana nguvu kubwa za kiuchumi na haya mataifa dhaifu. Sasa inapojitokeza hali kama hizi, na kwa namna ambavyo Rais Donald Trump amekuwa akitoa kauli zake, ni mtu ambaye amekuwa akijipambanua kwamba ana vita na wahamiaji, na yeye anawaona kama ni watu ambao hawana mchango wote kwa taifa la Marekani. Lakini kimsingi ukiangalia katika uhalisia ni kwamba pamoja na kwamba watu hawa wanatoka katika mataifa yao kwa sababu ya kukimbia changamoto mbalimbali ikiwemo za ukosefu wa usalama, changamoto za hali ngumu ya kiuchumi na changamoto zingine za kijamii, lakini pia wamekuwa na mchango mkubwa kwa maendeleo na ustawi wa Marekani, kwa sababu ni kundi ambalo ukiangalia wengi wao ndio ambao wanafanya kazi katika maeneo ya mashambani, wanafanya kazi katika maeneo ya viwandani, ambao wanasaidia katika kukua na kustawi kwa uchumi wa Marekani. Kwa msingi huo unaweza ukaona kwamba si tu sasa hivi tunazungumzia hizi nchi 19 ambazo amekuwa akipambana nazo, lakini amekuwa anapambana na wa Mexico na jamii zingine nyingi ambazo zimeingia nchini Marekani kwa namna moja ama nyingine. Sasa kwa jinsi anavyoendesha sera zake, ni wazi kabisa hata uchumi wenyewe wa Marekani unaweza ukadorora kwa kiasi fulani, kwa sababu hawa watu wana mchango pia ambao wanautoa. Ni kwamba wanatafuta vibali vya kukaa na kufanya kazi Marekani, lakini pia wana mchango kwa Marekani. Kwa hiyo lazima kwa namna moja ama nyingine inaweza ikawa pia ina athari kwa uchumi na ustawi wa Marekani yenyewe. Sawa. Ndugu Mubelwa, nije kwako. Kuna kitu alikitaja hapo Bwana Saidi kwamba wengi wa watu waliokimbilia Marekani kwa sehemu kubwa watu wametoka kwenye nchi zao kutokana na sababu mbalimbali. Mojawapo ni suala la kukimbia kukamatwa, kuteswa na masuala mengi yanayohusiana na siasa za hasa katika mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Na ukitazama haya yanayoendelea ndani ya Marekani katika swala zima hili, mambo unayoyagundua ni kwamba baadhi hata ya wahamiaji hivi sasa hawaijui hatima yao, lakini kuna wanaoihama vile vile nchi ya Marekani. Unapofuatilia miongoni mwa raia, Mubelwa, ambao nchi zao zimetajwa kwenye orodha hii ya kufungiwa, wanasema nini? Kuna hofu, kuna hofu kubwa. Hofu si zaidi wale ambao wamefungiwa, labda kuna ambao wako hapa tayari, lakini kuna ambao ni kweli wamekimbia nchi zao, lakini kulingana na ukishafika hapa nchini Marekani unagundua kwamba ile sababu ambayo imekufanya ukimbie kule katika ile nchi inawezekana isiwe sababu ambayo inaweza ikaeleweka zaidi. Kwa hiyo wengine wametumia sababu nyingine kuweza kubaki hapa nchini. Changamoto ni kwamba sasa hivi rais anaposema kwamba wanakwenda kupitia upya yale maombi yao yote na kuweza kuyachunguza upya, inaanza kuleta hofu ya wapi wanaweza kwenda. Wengine hapa ndio mahala pekee, walishaleta familia, hawataki kurudi kule walikokuwa. Wapo ambao hakika walikuwa wanatishiwa, na rais amesema kwamba wanataka mtu ahakikishie kwamba kweli tukikurudisha hivi sasa utakuwa salama. Na nchi nyingi ambazo zinawataka baadhi ya watu watasema nchi yoyote ile itakapoambia kwamba fulani ambaye amekimbia nchi na kusema kwamba hapo si mahala salama, wakisema kwamba huyu mtu akirudi atakuwaje, atasema kwamba atakuwa salama tu. Kwa hiyo wasiwasi ni kwamba Marekani inaweza ikawasiliana na watu ambao pia atakuwa wanawasiliana na adui wa huyo mtu, na yule mtu atakapoulizwa atasema kwamba no, warudishe, tunahakikisha kwamba watakuwa salama. Na Marekani inaweza kufanya hivyo kwa sababu haitojali nini kitakuta baada ya kuwa umesharudishwa katika ile nchi. Na hapo ndipo ambapo nafikiri wasiwasi upo kwamba iwapo watarudishwa hakuna anayewahakikishia usalama, kwa sababu Marekani hivi sasa hajaonekana kutaka kujali usalama wa wageni, na tumeona namna ambavyo inarudisha baadhi ya watu. Tumeona kesi nyingi hapa nchini Marekani katika mahakama kuu ya namna ambavyo Marekani haikujali afya na usalama na utu wa baadhi ya watu ambao iliwaweka katika magereza kabla ya kuwaondoa. Kwa hiyo sidhani kama itajali nini kitawakuta, na wasiwasi wao ni kwamba Marekani inaweza isiwasikilize vya kutosha na kuwarudisha, kwa sababu lengo kubwa sasa hivi la Donald Trump ni kuhakikisha kwamba anatimiza ahadi yake ya kurejesha watu wengi nchini Marekani kadri atakavyoweza. Na Saidi, mataifa mengi yaliyoingia kwenye orodha hii inaonyesha ni Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Umetaja swala la uchumi, lakini umetaja huu ushirikiano ambao ni muhimu katika baina ya mataifa na mataifa, lakini pia tunafahamu kwamba ripoti zimekuwa zikieleza kwamba mataifa mengi ya Afrika
ziko nchi kama China, Urusi ambao zinanyemelea kutaka kuwa na ushawishi mkubwa katika mataifa mengi ya Afrika. Unadhani hatua hizi zinazofanywa na Trump zinaweza kuwa chachu ambayo inaweza wakati mmoja kuwasukuma mataifa haya kugeukia mataifa mengine kutafuta mbadala? Ni kweli, kwa sababu kama unavyofahamu kwamba kumekuwa ni kama kuna kupigana vikumbo kwa mataifa makubwa. Umetaja Urusi, umetaja Uchina, zimekuwa zikipigana vikumbo kwa mataifa ya ulimwengu wa tatu kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakakita mizizi yao, na malengo yao ya msingi yanakuwa ni katika kutafuta fursa zaidi za kiuchumi kutoka katika mataifa haya. Na kiukweli, kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba hali ya kiuchumi katika baadhi ya haya mataifa ambayo yametajwa katika orodha hiyo, hali ya ukosefu wa usalama ni miongoni mwa vitu ambavyo vinawachagiza na kuwasukuma baadhi ya raia kutoka katika mataifa haya kutafuta namna mbadala ya kuendesha maisha yao katika mataifa yaliyoendelea. Na ndio maana unaona wanavutiwa na Marekani. Lakini kwa namna ambavyo Urusi na China nao wamekuwa wakiingiza miguu yao katika bara la Afrika, tunaamini kabisa siku za usoni huko pengine kutakuwa pia kuna idadi kubwa ya watu ambao sasa nao wanaweza wakaanza kutafuta namna na fursa ambazo wanaweza wakazitumia katika mataifa hayo. Kwa hivyo ni swala ambalo kama nilivyosema ni mazingira fulani ya kutegemeana. Sasa hivi kuna biashara kubwa ambayo kwa mfano Urusi, Uchina inafanya na mataifa ya Afrika. Kuna wafanyabiashara wengi wa ngazi ya juu, ya kati na wa ngazi ya chini ambao wamekuwa wakijishughulisha na kusafiri baina ya mataifa yao na taifa la China kwa ajili ya fursa za kibiashara. Kwa hiyo haya yanaweza yakawafanya baadhi ya watu kuzoea mazingira na kuona kwamba haya ni mataifa rafiki ambayo kwa mazingira ambayo wanaona sasa kwa upande wa nchi za kimagharibi, hususan Marekani ambayo imekuwa na misimamo na sera kali dhidi ya wahamiaji, inawezekana kabisa kukatokea wimbi lingine ambalo sasa likaanza kutafuta nafasi na fursa katika mataifa haya ambayo yameonekana kwamba yanaingia katika sura ya ukarimu, ingawa malengo yao yanabaki ni yale yale ya kutafuta fursa za kiuchumi. Lakini kwa namna ambavyo yanajaribu kujitofautisha na mataifa ya magharibi, inaweza ikawasukuma pia watu wakaanza kuelekea katika mataifa hayo kutafuta pia fursa za kupata hifadhi huko. Nije kwako Mubelo, katika haya mataifa yote ambayo yametajwa, kuna taifa moja ambalo inaonekana limetajwa sana na Trump na wasaidizi wake, Somalia. Na Wasomalia tumewasikia wamejibu. Wewe unafikiri ni kwa nini Somalia imekuwa kama ni kero kwa Trump na utawala wake? So jibu rahisi sana ni kwamba sehemu ya Somalia, hasa katika sehemu ya Minnesota, imekuwa ikimsumbua sana Donald Trump. Yule representative mmoja kati ya wakilishi, Ilhan Omar, amekuwa ni mmoja kati ya watu amekuwa nguzo kubwa sana, na nafikiri imekuwa changamoto sana kwa Donald Trump, na hajafanya vizuri katika eneo la Minnesota, sehemu ya uhamiaji. Kwa hiyo amekuwa akitumia hiyo kama kigezo, na kugusia kidogo kuhusiana na hasa kile ambacho kinaendelea kama hii leo. Baadhi ya watu wamekuwa wakihoji hasa kutoka bara la Afrika kwamba kinachoendelea katika nchi za Kongo na Rwanda kingekuwa kinaendelea katika nchi nyingine, au kama kweli Trump angekuwa anafanya haya maamuzi kwa sababu ya haki ya kuwajali wale watu, basi na zenyewe zingekuwa katika zile nchi 19. Kwa nini watu wanaamini hazipo pale? Kwa sababu sasa wanaamini sehemu ya makubaliano ambayo pengine atakuja kusainiwa siku ya leo yanaifanya Marekani kuwa na uwezo wa kwenda kuchukua madini Kongo, kwenda kuyachakata Rwanda na kuyaleta hapa nchini Marekani. Ndio baadhi ya watu hasa kutoka katika nchi hizi wanazungumzia. Kwa hiyo wanaanza kuona kwamba hii inaleta ubaguzi fulani wa namna ambavyo watu wanazuiwa na kuingia katika nchini Marekani kwa sababu tu ya maslahi ya nchi. Asante sana Mubelo wa Bandio, ni mwandishi wa habari kutoka huko Marekani. Lakini katika mjadala huu alikuweko pia Saidi Msonga, ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa ya kimataifa. Msikilizaji na unayetufuatilia, asante. Mimi ni Saumu Mwasimba.